Kwa majina naitwa Ani Ngaya, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Makole. Katika mtaa wangu natumaini ilikuwa ni siku ya juzi ya ilikuwa siku ya Jumamosi. Majira ya saa 4 nilipata taarifa kuna kijana ameuawa ambaye alikuwa ni bodaboda anapaki maeneo ya soko la matikiti maeneo ya Makole, ambaye kwa kijana litambulishwa kwa jina naitwa Omari. Na kijana nilikuwa namfahamu kwa sababu wenzake walinionyesha picha, nilikuwa namfahamu. Tukio lilitokea maeneo ya Chinyoya. Kuna watu walimkodi kwenda huko, basi wakachukua upolaji wa pikipiki na yeye wakafanya tukio la kumuua kwa kumkata nasikia kolomelo na kumjeruhi sehemu za mwili. Kwa hiyo nilipata taarifa hizo na mimi nilikuja mpaka hapa nyumbani kwao. Baada ya kufika hapa niliwakuta ndugu zake, basi wakawa wanafanya jitihada za kusubiri kumpata mzazi wake ambaye baba yake alikuwa ni maeneo ya Tabora, ambaye jana nadhani alisikiri aliweza kuwasili jana. Baada ya kuja mimi asubuhi hapa nikuta mzazi wake ashawasili. Kwa hiyo walifanya jitihada za kwenda, mwili ulihifadhiwa hospitali ya General Dodoma. Lakini siku ya pili ambayo siku ya jana, siku ya Jumapili, nilipata taarifa nyingine ambayo tena kwamba wale walifanya tukio imekamatwa pikipiki na kuna baadhi ya watu ambao vijana wanahusishwa ambao waliopo katika eneo hili la Makole ambao wanaishi kwenye soko la matikiti. Kwa hiyo walikamatwa ili kufuatilia upelelezi zaidi. Na siku ya leo ilikuwa ni siku ifanyike ili mwili ufanyiwe maziko leo, lakini baada ya kwenda hospitali polisi walikuwa bado hawajakamilisha upelelezi wao. Kwa hiyo waliomba ili swali lifanyike kesho. Kwa hiyo kwa sababu ni mambo ya kiusalama zaidi na sisi wakawa ndugu nao wameridhia, basi tunaomba Mungu tusubiri mpaka kesho ili tuweze kumstiri huyu kijana. Rai yangu mimi tu niseme kitu kimoja, kwamba inapaswa kuwa makini na hawa waliofanya mambo haya wanatakiwa wachukuliwe hatua. Ni jambo ambalo sio zuri kumtoa uhai mtu kwa sababu ya kuchukua pikipiki na kwenda wewe labda unahitaji, una shida ya fedha. Ziko kazi nyingi za kufanya, kwa sababu huyu ni kijana mdogo kwa anafanya atafute maisha yake. Wamemtoa na nimesikia kama ana mke. Sasa umemtoa uhai kijana mdogo kwa sababu ya pikipiki tu. Kwa hiyo rai yangu, naomba vijana wajilinde na watu kama hawa katika mtaa wetu, inabidi tuwachukulie hatua tu, yani kwanza walindane na watu kama hawa wanaokuja wageni. Ndio haya tunazungumza kwanza, tutambuane. Kwa hiyo ni watu ambao tumefuatilia, si wakazi wa hapa, ni watu wageni ambao walifanya kitendo cha namna hii. Na ninahisi paka walifanya hivyo kwa sababu huyu bwana aliwatambua, ndio maana wakaamua kumtoa uhai. Kwa hiyo naomba tu tuachie jeshi la polisi wakamilisha upelelezi, mambo mengine yataendelea. Basi mimi nashukuru sana. Asante.